So project nyingine inayofuata itakuwa ni login page. So kwenye upande wa login page tunataka kunakuwa kuna form ambayo inakuwa hivi, then kunakuwa kuna heading ndio, au tunasema hapa kunakuwa kuna logo ambayo inakuwa hapa, ambapo baada ya hapo tunasema kunakuwa kuna maelekezo hapa, tunasema login to get started. So baada ya hapo kunakuwa kuna box, kuna input box pamoja na kunakuwa kuna input box hapa, then kwa juu yake hapa kunakuwa tunasema labda tuseme kwenye login anahitaji email, then kitu kingine anakuwa anahitaji nini, anahitaji password kwa ajili ya kulogin. So kunakuwa kuna email, password, then hapa chini kunakuwa kuna text nasema hivi labda not registered, nasema login here ndio, then hii ambapo hii itakuwa ni link. Baada hapo tunasema hapa chini tutaweka button hapa kwa ajili ya nini, ya kusema kwa ajili ya login. So tunaitengeneza vipi? Kwa kutumia nini, HTML. So tutakuja hapa nitasema index.html. So kuna namna ya kutengeneza boilerplate ya HTML, utabinya shift pamoja na 1 ambayo itatengeneza event, click enter. So hapa nitasema login page. So tutaanza. So kwenye upande wa login page tutakuwa tunasema tutakuwa tuna main tag hapo juu, then tutakuwa tuna logo. So ndio tunasema image source ambayo itakuwa tutasema tutaitumia tu asset ambayo tuliitumia kule. Tunaenda kwenye portfolio asset, tunasema logo, then baada ya tunasema logo. Baada ya logo kitu kinachofuata tunasema hii button ya login to get started, ambapo hii button tunasema itakuwa labda h3. So h3, then baada hapo hivi vyote kuanzia hapa hadi hapa vinakuwa ndani ya form, ambapo tuiweke ndani ya div, then tunasema itakuwa ndani ya form. So baada ya kuwa ndani ya form tunakuwa kila moja inakuwa ndani ya div. Tunasema div inakuwa ina nini, ina kitu cha kwanza tunasema labda head ngapi, tunasema heading 4, nimeandika kubwa, tunasema heading 4 ambayo tutasema ni email, ambapo email input type itakuwa input type ya nini, ya email. Then hapo tutasema email ni required ndio, then kutakuwa kuna press, tunasema hivi, kutakuwa kuna press order, tunasema ambayo itakuwa inasema enter your email. So nikisave hapa, then nikaja nika open na live save hapa, nakutana na hichi hapa kitu. So kunakuwa kuna hapa sehemu email pamoja na hapa, then baada ya hapo unakuwa then inafuatia ya password. So ya password nitaichukua hii hapa kitu, then nitakuja nitaipaste hapa, nitasema hapa ni hii ni password, ila input type yake itakuwa ni password. Nasema hivi enter your password, alafu hapa sio emails, ni email. So kunakuwa kuna input type hizo mbili, then hapa password kunakuwa kuna hizo hapo mbili. So kunakuwa kuna kuingiza input type ya nini, input type ya email pamoja na input type ya password. Then baada hapo kutokana na mchoro tunasema tutakuwa kuna hii ya not registered tunaiweka hapa ndio, ambayo inakuwa kama ni paragraph, ila kwenye sehemu ya here tunasema itakuwa kama link, ambayo link labda tutasema ambayo inampeleka kwenye page ya login ndio, ila ambayo kwa size ya hii ni register, maana yake tupo kwenye page ya login, so itampeleka kwenye sehemu ya register. So nikija huku nika refresh nikaangalia hapa, so itampeleka sehemu ya register. Then baada hapo kutakuwa kuna button ya nini, ya submit, ambayo itakuwa yenye value ya
login. So tutakuja hapa tutasema button input type ya nini, ya submit. Submit value tutasema ni login. So nikija huku nikanalia hapa nakutana na ichapa kitu. So kwenye logo hapa tunaweza tukasema tukapunguza width, labda tuseme iwe 100. So tukija hii inakuwa angalau. So ukija ukacompare na design yetu hapa na design yetu hapa, tunakuwa tuna kitu chapa. So kuna logo hii hapa, button ya get started, email pamoja na input type ya email, password na input type ya password, not register pamoja na login, link ya kupeleka kwenye register pamoja na login. So tunakuwa tayari tumefanyaje, tumefanikiwa kutengeneza login page. So that's all kwenye upande wa login page. Manake hapa nilikuwa naeleza basic foundations za form. So na hii ndo itakuwa mwisho wa series ya upande wa HTML. So inayofuata itakuwa ni series kwenye upande wa CSS, ambapo tutaangalia namna gani tunaweza tukaistyle hizi form zetu, portfolio pamoja na form. So asanteni, tukutane kwenye series ya CSS.